Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu sana kuendelea kutupatia muda mzuri kama huu kwa kusikia maneno yake. Ijapokuwa katika magumu, lakini hata hivyo Mungu hata waacha walio wake. Tulisimamia kwa hili neno madhihirisho. Kwanza tunaendelea kusema kama Yesu Kristo Mungu alimpatia yote, hata na hukumu Mungu alimpatia. Bwana asifiwe. Lakini tukumbuke ya kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu yao wote walio katika Kristo Yesu. Wale waliompokea Yesu kama mwokozi wao na Bwana wao, hakuna hukumu ya Mungu iko juu yao. Walitubu dhambi, wakaacha dhambi, wanaishi katika kumtumainia na kungoja mapenzi yake kila mara katika maisha yao. Hukumu ya Mungu haiwezi kuwa juu yao kama. Katika kipindi cha 4 tulionyesha ni nini kitakachofanyika katika ile hukumu. Tulisema kama ile hukumu haiko ya kuhukumu ni nani anaokoka na ni nani anapotea, lakini ni hukumu ya kuangalia wale waliookoka walikuwa na hali gani duniani. Wakawa wanyonge wasioweza kumfanyia Mungu kitu, au wakawa watu wenye bidii kutumika. Lakini walipotumika pia wakatumika na hali gani? Ni ya mtaka wawaone au Mungu aonekane? Walitumika kwa ajili ya faida zao au faida ya Mungu? Ile ndicho kipimo ambacho kitakuwa pale. Jambo la pili tulisema, Mungu anataka kuweka wazi mambo iliyofanyika katika utu wetu wa kujipenda au yaliyofanyika katika utu wetu wa kumpenda. Ndiyo maana katika Injili ya Marko sura 4 mstari wa 22 inaandikwa kwamba hakuna kitu chochote, ninadhani mtanisaidia, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kutendeka na Mungu asiweze kukidhihirisha. Usome Marko sura yake ya 4 na mstari wa 22. Tusaidie mikrofoni pale. Tutasikia. Marko sura 4 mstari wa 22 nasema, kwa maana hakuna neno lililositirika ila makusudi lije likadhihirika, wala hakuna lililofichwa ila makusudi lije likatokea wazi. Amen. Pale mnasikia mafundisho ya Yesu Kristo ya kwamba hakuna kitu mwanadamu anachoweza kukifanya na Mungu asikione. Lakini pale si kwamba tendo, sababu na sisi tunaona matendo ya wenzetu, ila Mungu yuangalia ndani aone motifu, kusudi linalokutuma unafanya, shabaha inayokusukuma kufanya. Ni sababu wengine wamefanya, au ni sababu unasikia rohoni ya kwamba ninapaswa kuifanya sababu ni baraka yangu. Mtu wa Mungu atafanya na kujua mambo ya siri yote Mungu atayafunua. Warumi sura 2 mstari wake wa 16. Ile itatuonyesha wazi, neno la Mungu liko wazi, ya kwamba yote tunayoifanya iko katika nuru ya Mungu. Tuendelee. Sura 2 mstari wa 16 nasema, katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Mnaona hapa haina maana kwa Mkristo kuwa mnafiki. Hapana. Unaweza kuwa mnafiki na utakuwa unatengeneza unafiki wako. Unaweza kufanya kitu na unafanya kwa unafiki wako.
ukumbuke ya kwamba Mungu yuko anakuona. Unaweza kuja kutubu baadaye unasema wasi Mungu nisamehe, lakini ile kazi uliyoifanya kwa unafiki Mungu hawezi kuiona. Katika ile Warumi 2 aya yake ya 5 aya ya 5 inasema hivi mpaka 11, bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika watapewa uzima wa milele. Uache kwanza pale, tuseme tu hivi kwa neno moja, yale maandiko inataka kusema juu ya tabia. Mungu anatujua sana kuliko sisi wenyewe, lakini kuna kwa tabia fulani, hata mtu aliokoka aliamini Yesu kama mwokozi wake, ila kuna tabia fulani zinakatalaga wokovu. Juu inaweza kumfuata mtu ndani ya kanisa, na ile iko hatari. Biblia inasema Mungu atahukumu tabia, hali mbaya, karakter, attitude, yote mbili Mungu ataiharibu, ataihukumu. Ila kusema sisi kwetu ni vile ndio tunakuwaka, angalisho na ile ni vile ndio nilizaliwa. Ile inauliza, je, ulizaliwa ile mtumbo ya baba yako na mama yako? Lakini je, ulipozaliwa mara ya pili, tabia ya Mungu ikaingia ndani yako au haikuingia? Sababu wokovu unaleta pia tabia ya Mungu katika watoto wa Mungu waliookolewa. Kama alikuwa mkaidi akiokoka, na ukaidi wake unaokoka. Kama alikuwa mwenye kiburi akiokoka, kiburi yake inatoka. Kama alikuwa mwenye majivuno akiokoka, majivuno yake inaisha. Maana yake nini? Wokovu unagusa tabia. Kama unasema nimeokoka katika hii na ile na hii na hii, lakini ile tabia ikiendelea kuamka kila siku, inabomoa yote ambayo unafanya kila siku. Mkumbuke ya kwamba unaweza kuheshimu amri zote za Mungu, lakini ukibaki kuvunja amri moja, hata zile zingine nazo zote hakuna unalolifanya, unakataliwa. Na neno lingine hapa ni kwamba maneno yetu, ile tutaisoma katika Injili ya Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko mtakatifu sura yake ya 12 mstari wa 36 na 37. Maneno tunayoyasema yakiwa mema au yakiwa mabaya, ile siku Mungu ataipima kwa kile kiti cha hukumu cha Kristo. Tumesema ni kazi za Wakristo tu zitapimwa pale, na maneno pia itapimwa. Marko 12:36 hata 37. Daudi mwenyewe alisema kwa uweza wa Roho Mtakatifu, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Daudi mwenyewe asema ni Bwana. Basi imekuwaje mwanawe? Na mkutano mkubwa walikuwa wakimsikiliza kwa furaha. Akawaambia katika mafundisho yake, jihadharini na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiana masokoni,
na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu, ambao hula nyumba za wajane, na kwa unafiki husali sala ndefu. Hawa watapata hukumu iliyo kubwa. Muone pale angalisho na nje. Usidanganyike na hii. Mtu anaweza kuwa nje na pia anasema, na wewe unasema oh, yule ana maneno yake ni maneno ya ajabu, lakini ndani yale maneno yanatoka katika roho gani? Ile ni moja. Mbili, angalisho na maneno mabaya. Biblia inasema nini kwa Yakobo? Inasema ulimi ni kiungo kidogo, lakini ni kama mshale wa alimeti unaowashwa na kuwekwa katika majani yenye kukauka, na huo mshale unaweza kuchoma mwingine yote. Hapa angalisho na maneno ya unafiki unayoyasema. Huku unasema kitu hapa kinyume cha ile inalala ndani ya moyo, ni unafiki. Uko mfarisayo. Mungu hataki maneno ya kinywa. Mungu anataka maneno ya moyo. Moyo unaweza kusema kuliko zile kinywa chetu. Maana yake nini? Mtu akisema kitu anahakikisha ni cha kweli, lakini haiko ile tu, ninaweza kukifanya na ninyi mtaona. Acha kuwa mwalimu ambaye utahubiri maneno, lakini matendo yako inaenda kinyume cha maneno yako. Mungu hataki ile. Sababu gani? Ni sababu Mungu atahukumu siku moja. Usimama mbele inamaanisha nini? Watu wanatuona. Mimi ninasimama hapa. Tulikuwa ndani ya mkutano mmoja, na mhubiri mmoja alihubiri sana, lakini nyuma Mkristo wake alisema, usione vile papa anakuwa na wanawake mbichi. Anakuwa na wanawake mbichi, lakini ni mhubiri, ni mtumishi wa Mungu, ila ana wanawake wawili, na watu wawili anawazaa na mmoja iko fasi fulani na mwingine iko fasi fulani, kanisa liko fasi fulani. Sasa akienda kulala kwa huyu, anasema alilala kwa maombi kwa naomba. Akienda huku alilala kwa maombi kwa naomba. Maneno ya watu wanao yale Mungu hawezi kuyahesabu. Kwanza, wana bahati mbaya ya kwenda ndani ya jehanamu. Mbili, watu wanasema mtu atatengeneza kwa dakika ya mwisho. Unaweza kupata neema ya kutengeneza kwa dakika ya mwisho, na unasema ndio ile nilikuwa na ninyi lakini nilikuwa mnafiki. Mungu alisamehe na nyinyi nisamehe, na anaenda hapa anaambia huyu unihurumie, hata uliniona vile lakini nilikuwa Mkristo. Sisikia nilikuwa naomba lakini nilikufanyizisha madhambi. Mungu anasamehe, ile inawezekana. Lakini msisahau ya kwamba wakati tunafufuka, mili yetu hii mili hii tutafufuka nayo. Hii sura tutafufuka nayo. Chenye hakitakuwa kwa sura ni hizi marida, sijui njoni hii mikunjo kwa sura na ulema. Sawa, hizi marineti hakuna kufufuka na ile, lakini wewe utakuwa tu wewe. Amen. Na utanijua na mimi nitakujua. Amen. Ile siku ya kuhukumu kazi wanasema hakuna kilio, lakini Biblia inasema kuna wenyewe watakuwa na huzuni. Sababu gani? Kazi ya mtu ijichoma, yeye mwenyewe anaokoka, lakini anaokoka sawasawa kwa moto. Wao shangaa. Wengine walikuwa wanaambia hivi, tutaigusa. Njoo. Amen. Ulikuwa mtumwa mwaminifu. Amen. Ingia katika roho ya Bwana wako. Amen. Na mwingine anatoka pale, yote linalungula, hakuna kitu.
Wewe unadhani ataenda hiki? Hapana, si tulikuwa tunamjua. Ataenda sawa, panya yenyewe ilianguka ndani ya mai na sana enda. Tunamjua ni Clement ule. Bilikuwaje? Mbona ulikuwa tajiri? Bilikuwaje? Mbona ulikuwa mhubiri? Bilikuwaje? Mbona ulikuwa mzee wa kanisa? Mbona ulikuwa pastor? Mbona ulikuwa muombaji? Mbona ulikuwa muimbaji? Mbona usiku na mchana ulikuwa unakoropa? Mbona tulikuwa tunaenda kuangalia wagonjwa? Ilienda wapi? Mbona wengine ile inahesabiwa na wanasema nilikuwa njaa, nilikuwa mgonjwa, na wewe tulikuwa pamoja, vikakuwaje? Angalisho, maneno yetu. Angalisho, tabia ya nje. Angalisho na motivation, nia inayokusukuma. Angalisho. Katika Waefeso sura yake ya 6 mstari wake wa 8, tendo, kila tendo tunalolitenda usiku au mchana, Mungu atalihesabu pia. Kila tendo, hakuna hata kidogo kitapotea. Usome nisikie ndugu. Waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura 6 na mstari wa 8 nasema, mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Wachie pale. Kila neno linalojidhihirisha katika tendo njema, au mtu ni mtu wa kazi, au yeye ni shefu mwenye kutumikisha watu, siku moja kila mtu atalilipiwa. Angalisho, kama ni mtumwa au ni huru. Uko mtumwa na wewe unakuwa Mkristo, na shefu yako anakwambia fanya dhambi, mse basi utafanya nini? Mimi nitaifanya sababu nitapoteza kazi. Mimi nitaifanya sababu nikikosa kuifanya sitampendeza. Ule wakati wewe ni mtumwa, lakini hautendi tendo jema, unafanya tendo mbaya sababu uko mtumwa. Wewe uko huru. Mimi niko huru, ninawatumikisha ninyi wote. Lakini wewe shuka chini yangu. Utakuwa unalala chini, nikutembee kumgongo. Nikwambie vile ninataka, nikushushe vile ninavyotaka, nikutumie vile ninavyotaka, sababu uko kibarua wangu, kibaraka wangu. Nimekununua au ninakulipa, utalipa yote. Mambo kama yale Mungu atayalipa tu. Kama uko na mtu ndani ya nyumba, mtumishi wako, yafaa kujua ya kwamba yule mtumishi niko naye, lakini anaweza kuwa baraka kwangu au kugeuka kuwa laana kwangu. Kuna watu wengi ni Wakristo wazuri kabisa katika mambo mengi na ndani ya kanisa, lakini wakati anafika ndani ya jamaa lake, mtu mmoja anakuwa ndani ya ile jamaa ni adui yake, na anataka kumfanya vile anataka, anataka kumwambia vile anataka. Kumbuka kwamba kila neno tunalolinena, kila tendo tunalolitenda, Mungu atalilipisha. Amen. Mathayo sura yake ya 5 na mstari wa 22, pale tunarudi kwa lile neno tabia, mwenendo, tunavyotembea. Na mwandishi wa Efeso atasema pale pia, jiangalieni jinsi gani mnavyoenenda. Soma tusikie. 22 ya sura ya 5 inasema hivi, bali mimi nawaambieni, ila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Ndio. Na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Ndio. Wachie pale. Mwenendo, tabia. Kuna wale watu mara kwa mara anazungumza na mwingine, mwisho anamfiolea. Biblia inasema pale, attention, kama uko Mkristo, linda kinywa chako.
Hauna haki ya kufyolea mtu mwingine, kumpitisha ndani ya machafu, kumwangalia kilicho ni tendo, ataiona. Ukimpitisha mu machafu ataisikia, Mungu atalipa. Unaweza kuwa uko Mkristo mzuri, unafanya hiki na kile, lakini tendo mbaya ulilolitenda linaweza kuangusha ile yote uliyoifanya, na siku moja unapoteza zawadi mbele za Mungu. Ile ndio kuokoka sawasawa kwa moto. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 4 na mstari wake wa 5. Haya ni ajabu, mfanya angalisho na ile. Wakorintho wa kwanza 4:5. Soma. Nasema basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake. Hata ajapo Bwana ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapopata sifa yake kwa Mungu. Amen. Pale unasikia mashauri ya mioyo, dhamiri. Maana yake nini? Angalisho na dhamiri chafu. Kila mtu mwenye na makusudi mabaya ndani ya moyo, lakini hataki kuionyesha. Ila unatembeana na makusudi mabaya, unaenda na uchungu mbaya, unaenda na nia mbaya. Kuna mtu unaweza kuatia naye miaka, lakini anakuwaziaga mabaya kila siku, na hata kuambia mwache tu. Kama ni Mkristo, Mungu amjalie neema atengeneze, atakapofika mbele za Mungu pia, wakati Mungu anahukumu dhamiri, nia mbaya, mawazo ya ndani, Mungu atayahukumu. Amen. Ni ajabu. Amen. Lakini Biblia inasema kama damu ya Yesu Kristo inaosha hata dhamiri zetu. Amen. Mungu asifiwe. Ndio neno la 6, Mungu atapima uaminifu. Mungu atapima uaminifu. Motifu. Mathayo sura yake ya 25 mstari wa 21 na mstari wa 23. Mathayo 25:21, Biblia inasema hivi. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na uaminifu, bwana mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. 23 nayo inasema vile vile. Ndio. Soma tu. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Wakristo kwa lugha nyingine pia wanaitwa watumwa wa Yesu. Hata Paulo nilijaribu kuieleza tena ya kwamba yeye mwenyewe anajiita mtumwa wa Yesu. Warumi sura 1 na mstari wake wa 1. Paulo mtumwa wa Yesu Kristo, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Amen. Mungu asifiwe. Paulo mtumwa wa Yesu Kristo, aliyeitwa na Mungu ili aende kuihubiri habari njema, lakini ni mtumwa. Hapa kwa Greek ndio tulieleza kidogo, tukasema ayo inakuwa na maneno mawili. Kuko mtumwa wa hiari na kuko mtumwa aliyenunuliwa, hana lake la kufanya. Watumwa wa Yesu Kristo wanaibeba yote mbili, sababu na sisi tulinunuliwa katika soko la dhambi. Mtume Petro anasema ya kwamba tulinunuliwa kwa bei ghali, bei ya damu. Haiko kwa dhahabu wala kwa minerali nyingine, sababu ile inaweza kuharibika, lakini ni damu ya Yesu Kristo. Maana yake nini? Alipoteza kilicho chake Yesu, akaingia ndani ya soko ya dhambi kwenye sisi tulikuwa tumepotelea,
akapana damu yake kwa Mungu, Mungu akatuosha kwa ile damu na akaikubali kama fidia, ransom, akaikamata. Anasema basi ninapata kile nilichokuwa ninakitafuta. Sasa Paulo anaitwa na Mungu anamwambia nenda ukahubirie watu injili. Paulo anasema mimi ni mtumwa niliyenunuliwa, lakini kazi niliyo nayo sishurutishwi na mtu kuifanya, ninaifanya kwa hiari, kwa kutaka kwangu. Mungu asifiwe. Mtu anaweza kukatala kuwa mhubiri, lakini kwa Mkristo mzuri. Una huyu marehemu apumzike kwa amani, mzee Totoro. Kwa kanisa letu, ndio kanisa langu, walimuuliza kukuwa mzee wa kanisa. Alikataa. Anasema haiko wakati. Lakini alikuwa Mkristo mzuri. Alikuwa kuitika nyuma kuwa mzee wa kanisa, lakini alikuwa anakataa. Usidhani kama wakati anakatala mzee na Mungu anamkatala Mkristo. Hapana. Lakini wakati anaitika mzee, anaitika kuwa mtumwa. Sababu atomewa mzigo ya mtu mwingine. Ndio kazi ya wazee. Na leo mzee unapiganiwa, kama hamkuombea fulani anaenda kuanguka tu. Lakini sababu namwambia atakuwa mzee, kazi yake ni kuingia mkanisa sawa Mkristo mwingine na baadaye anajiendea. Hayui hata visit, hayui mgonjwa, hayui nani alisali, hayui chochote. Jina tu. Hapa Paulo anasema mimi niko mfungwa wa Yesu Kristo. Lakini niko huru. Mungu asifiwe. Pale tukumbuke ya kwamba wote walioitwa na Yesu Kristo kuwa mwokozi wao, wapo watoto wa Mungu, lakini pia wanakuwa watumwa, sababu anasema ninaubeba msalaba. Si ndio anasema Yesu? Anayetaka kunifuata achukue mateso yake na anifuate na mateso yake. Ukisema nisitaki mateso yenyewe, mwisho kuna mara utaenda kwa shetani. Lakini mateso inayokufikia, jaribu linalokufikia ni msalaba wako. Magumu, mwili unaluma, lakini sababu najua niko Mkristo, nitatumika tu. Siku moja Bwana atakulipa. Mungu asifiwe. Hapa tulisema juu ya kipimo cha uaminifu. Ile neno alilolisoma ndugu, ni unaona yule mtu mwenye alitaka kusafiri na alikuwa bwana tajiri na anapatia watu wake talanta, mmoja 5, mwingine 2, mwingine 1. Yule alipewa 5, alikuwa rafiki ya bwana yake. Na bwana yake alikuwa kama iko na ule uwezo wa kutumikisha zile 5. Akazitumikisha, zikapata faida ya 5 zingine, akaweka pale pembeni. Sema bwana yangu atakapokuja nitamuonyesha. Mungu asifiwe. Na kukuwa mwaminifu kwa franga, usidhani kama ni mzaha. Hapana. Mtu anaweza kuwa mwaminifu lakini franga zikionekana kufanya maisha, pale ndio utamjua. Sisi wanaume, mwanaume alikuwa maskini na mtoto wa maskini na anaoa maskini, na Mungu anamsaidia, anapata mwanamke, wanatumika. Siku faranga zinaongezeka, macho inafunguka, yale yaliyomuona yule mwanamke yanaanza kugeuka, yanaanza kuhesabu na yule, yanahesabu na huyu, yanahesabu na huyu, na anaanza kuonyesha kama mimi nakuwa na franga, ule wa kwanza toka. Mtu akimuona hata saa 3, maana yake ulimbahatisha. Mwisho toka tu. Basi. Uaminifu ni kitu, ni neema kutoka Mungu. Kwa Wakristo wengi kama angali maskini ni mwaminifu. Sababu chakula ya $100 mpana kubwa haitamshinda. 1,000 mpana 100 haimshindi. 10,000 upana 1,000 maneno inaanza. Njuzi na kuwa zamini. Ni nini inakosekana? Ni uaminifu.
Lakini kama mtu anapata kutoka Mungu na ninapaswa kurudisha. Amen. Ni ya Mungu. Amen. Ile ndio wanaita uaminifu. Amen. Na huyu alipata 5. Hatujui kama alikula hapo kidogo, lakini alisema hii 5 ya bwana wangu na ichunga. Mwisho anaenda kwa bwana yake. Sasa mkuya hapa mfanye hesabu. Mjue ya kwamba sisi wote tutakuwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, kufanya hesabu ya mambo tuliyoyafanya katika huduma zetu, katika miili yetu baada ya kuokoka, ikiwa yalikuwa mema au yalikuwa madhaifu. Kama yako madhaifu itanungula. Lakini kama tulikuwa waaminifu kwa Bwana, tusimdanganye. Dawa yako kumdanganya, tusijidanganye. Kuna watu wanafikiri kama nini nadanganya Mungu. Kudanganya Mungu ni ndugu yako. Mungu ni Mungu, anajua yote. Ni wewe unajidanganya peke yako. Mungu anaomba nini? Mungu anaweza kunisaidia. Kanisa la Philadelphia, hizi siku kuna kwa Wakristo wenyewe wanatoa sadaka sababu wanaingia ndani ya kanisa. Si ni kweli ile? Hata cha 10 kuna wengine wanaitoa sababu viko ndani ya ile kifukutu. Lakini tangu corona iliingia, angalia vile kanisa iko si vile, hakuna watu, hakuna chochote. Wale ambao hawakuwa waaminifu wanajikalia, wanasema tungoje siku Tshisekedi atafungula. Basi ngoja tu. Na vile anangoja, hakuna sadaka, hakuna cha 10, hakuna shukrani, hakuna chochote. Attention, sababu zinaongezeka. Sasa pia kuona kwenye ziingia kama aliyo kuandika, anakuta kama kontabilite ilivima. Sasa kutoa cha 10 kutamshinda. Mtu anaweza kutoa cha 10 kama lungani linakuwa lumoya. Lakini sasa unaona linavimba, mambo inakataa. Lakini mwaminifu, haleluya, kwa machache. Biblia inasema, "Ingia katika raha yangu." Ulikuwa mwaminifu kwa machache, sasa utaingia utawale kwa mengi. Amen. Mungu nasifiwe. Amen. Na wa pili naye alipata zake 2. Naye anazileta kwa bwana yake, anasema, "Ulinipa 2 bwana." Bwana anasema, "Angalia na 2 nyingine." Amen. Tuko na talanta. Uwezo wa mkono wako. Amen. Uwezo wa maneno yako. Amen. Akili uliyoipata kutoka shule. Amen. Au uliipata kutoka baba. Amen. Urithi ulionao wote ni talanta tunazozipewa na Mwenyezi Mungu. Amen. Watoto wetu, ng'ombe zetu, mbuzi zetu ni talanta tunazozipata kutoka Mungu. Amen. Na yote inaomba uaminifu. Amen. Haiko ile tu, hata karama tulizo nazo. Amen. Wakati tunazitumia inaomba uaminifu. Amen. Maana yake ni mwenye karama ni Mungu. Amen. Ni yeye alinipa yake. Haleluya. Chochote ninachokifanya nitakifanya kwa ajili ya mwenyeji yake. Amen. Sifa kila siku itwayo leo irudi Mwenyezi Mungu. Amen. Ile ndio gestio ya uaminifu. Amen. Yote tuliyo nayo wapendwa, tumeipata kutoka Mungu. Amen. Hata nguvu zetu. Amen. Nguvu zetu. Amen. Mungu anazitaka. Amen. Nazo zitalipwa pia. Amen. Mungu yuko Mungu. Amen. Hata anapenda mwaminifu. Amen. Jina lake libarikiwe. Amen. Ile itamsaidia mtu pia kupata ile matokeo ni kupata kibali. Unisomee ile aya ya 21. Mathayo ile 25, 21. 25 ya Mathayo 21. Biblia inasema hivi, Bwana wake akamwambia, "Vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi." Uache pale. Mnaona? Mungu asifiwe. Mwenye yuko mwaminifu kwa machache anapata kibali mbele za Mungu. Amen. Mungu anasema, na ni ile pia hata hapa duniani. Napenda kuambia ndugu zangu wa Kristo, sikwambii kila ambacho sijui.
ninajua na nimeiona na ninaishi hata leo, niko mbele ya macho yako. Mtu akiwa mwaminifu kwa machache kweli, Mungu umsaidia kuwa na mengi. Ukishindwa kuwa mwaminifu kwa machache, Mungu anasema uko na mipaka, uko limite katika mambo yako. Lakini akikupa 100, niko mwaminifu. 1000, niko mwaminifu. Anapima na 50, niko mwaminifu. 70, niko mwaminifu. 2000, niko mwaminifu. 5000, niko mwaminifu. Mungu atakujaza faranga. Sababu anasikia kama hazikubebi fasi. Wengi kama anazipata zinamrushaka kichwa, anabadilika kabisa. Akinunua kakiatu kampya, sana tembea mbarabara, anasahau kama Mungu anakuwaka. Ba mama, njoo hayi tena kuvala da. Batasule hapa hivi, inaenda huku pembeni. Usudi watu waone kama Mungu alikupatia maziwa ya kamandi. Na nunua kafunga maziwa, ipandisha iwewe mshingo. Ile wanaita sutia. Usudi kuwa hivi, sawa ni humio. Na yana zani, anavutia. Uwe mwaminifu hata kwa maziwa ya. No, hizi ni gongo wazi. Paka unaona na hii mfupa ya mgongo. Hauko mwaminifu kwa mwili. Chunga mwili wako vizuri. Wao unaona wanavana huku chini. Hayo atakuikana. Kanguna na wakati ya kengine. Baridi kuinapiga huku chini. Na nataka angelienda kuikana mbele ya watu. Unapaswa kuwa mwaminifu kwa viungo vyako. Kama mtu hajui kushere mwili wake, anakosa uaminifu pia. Acha franga zisikufanya kuwa mwenda wazimu. Unageuka kuwa kilunukundu. Juzi ulikuwa unaguswa, lakini Mungu anakuinua. Leo hauwezi tena kuitwa. Mwenye anakuita unamwangalia hivi. Masomo inaharibisha watu wengi. Kama yakisha kusoma, anataka ambie mama yake angle, na baba angle, na pastor angle, na wazee ya kanisa angle. Gestion iko mbaya. Uwe mwaminifu. Mlikuwa mnamuona anakuja kukusalimia nyumbani, akisha kuinuka hivi anasahau, anakuelekeza mgongo. Uwe mwaminifu. Ulikuwa rafiki wa kanisa kila siku, ukarafikia kanisa. Kuna wengi wenye Mungu anaacha vile bakiwa maskini, sababu sioni mwaminifu ndani yao. Uwe mwaminifu hata kufa. Na mimi nitafanya nini? Nitakupa nini? Taji. Tapata taji. Kuna kuwaga taji za uaminifu. Ni kuinuliwa na Mungu. Mtu anaweza kuwa ndani duniani, lakini kama ni mwaminifu, Mungu aliyemweka anamfurahia. Niliambia watoto wanaume hivi, acha kuwa mnangoja mrizi siku baba zenu wakafariki. Kwenda karibu na baba. Nenda uanze kurizi na baba yako angali. Aanze kuandika na angali. Akuonyeshe konte yake na angali. Na baadaye wakati wanamuuliza, ni nani mwenye atakamata sinyatire ya pili? Baba aseme, huyu mtoto wangu, sababu alimuona kuwa ni mwaminifu. Uaminifu unaweza kukusaidia kuingia kwa konti ambayo haungeingia. Amina. Ndivyo inavyokuwa pia katika ufalme wako. Ninasema niko mtumishi wako. Ninajua ninachokisema. Sihubiri teorini na hubiri pratiki. Najua ukweli ukiwa mwaminifu mbele za Baba wa mbinguni, Mungu atakwambia, pita hapa. Ingia katika raha yangu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, lakini leo nitakuweka. Maana yake ni unapata kibali. Mungu awajalie neema mpate kibali. Wewe utakuwa unatembea na Mungu. Mungu hakujuaje hata. Jipatie nafasi. Jipatie nafasi. Haikuombi mingi. Ni uaminifu tu. Uaminifu tu. Mkristo wa kweli anapaswa kuwa mwaminifu.
Amen. Mungu asifiwe. Haleluya. Ile pia inaleta daraka na mamlaka. Inatusaidia kupata daraka na mamlaka. Ule wakati vipimo vitakuwa ni ule wakati ndio madaraka Mungu anaanza kukwambia. Muiandike, sijui hatuwezi kuisoma tena. Ni Mathayo sura ile ile ya 25 tangu aya ya 14 hata aya ya 13. 14:13. Mbinguni wakati wa kupimwa watoto wa Mungu, ninawaambia kutakuwa madaraka, kutakuwa mamlaka. Mungu asifiwe. Hatujui kama itakuwa miaka 3.5 tutafanya pale ule wakati wa kunyakuliwa. Hatuna hakika kama ni miaka 7, lakini kutakuwa karamu ya harusi ya mwana kondoo kule juu. Ndio Isaya anasema kama tutakula urojo. Maana yake katika raha. Kila mara ninasemaga sawa mtu tu. Tutakuwa kule kwa ile miaka ni Bwana kutusahaulisha mateso. Amen. Ni kutusahaulisha dunia. Amen. Itakuwa kipindi ya transition. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Na hiyo kweli hata tunahubiri hapa chini duniani tunateseka. Nilimwambia ndugu yangu leo asubuhi, kama tunahubiri, nikihubiri mfululizo nasikia mzuri ule wakati siwezi kuingia ndani ya kitanda, lakini mgongo hapa nasikia linakatika kabisa. Ijapokuwa ninafurahia upako, baraka ya Mungu, nafurahi kuona watoto wa Mungu wanasikia neno la utukufu na heshima ya Mungu, lakini baadaye kusimama maskini. Tutaenda mbinguni wakati wa baragumu, ni kwenda karibu na Yesu. Amen. Anaenda kusema mpumzike kwanza. Mnajua nitawaambia kitu moja. Kama unaenda kwa mganga na mganga anaweka tensiometre hapa, kuko tensiometre moderne, pana ile ya chu. Hii ya chu inapima tu vitu mbili, inapima juu na chini, na ile inaweza kukwambia uko na tension ya 11/7 normal. Lakini kuko ingine hayo bakiweka pale wanaipiga pa na inafanya krrrr. Saa inamaliza, inakupatia resultat 3. Inakupatia resultat ya ile wanaita diastolic na systolic, lakini itakupatia na resultat ingine chini wanaita pull. Ile pull ndio mshindo ya moyo, hapana uzito namna gani moyo inapiga, uzito wake, lakini jinsi moyo wako unatembea. Sababu moyo wenye kutembea mzuri, unaweza kuwa na tension na moyo inatembea mzuri. Unaweza kuwa hauna tension na moyo inatembea mbaya. Sisi mguse masikio nione. Na wewe gusa yako. Kama mchungaji anasema si unafanya vile na unafanya mzuri juu unabakia unaigusa. Sasa ushushe. Kama wanakupima tension, wanaweza wewe unasema niko napanda, nasikia sawa ninachoka. Unasikia vile? Kama ninasimama, ninasikia sawa kizunguzungu. Na mtu anajiuliza kwa nini? Banapima, unakwambia tension yako normal. 12/8, 12/7, 13/8, 13/7, normal ile. Na wanajua nini? Uko ile mpigo pia. Hii tensiometre ya mpya ayo inasema tension iko normal, lakini ile battement ya moyo, pulsation ya moyo iko chini. Maana yake nini? Iko chini ya 60. Inaenda kama inafika 15 ingali mzuri kwa nyinyi wengine, lakini kwa watu sawa huyu sisi ikiingia 15 hatari inaingia. Ikishuka chini
iende sawa kwa 40, ule wakati hata mpanda ile ngazi utashindwa tu. Sisi mnaelewa? Sasa ikikuwa hivyo ni hatari, sababu moyo inaweza kusimama ijapokuwa tansio iko sawa. Ule wakati mkumbuke ya kwamba moyo itakuwa na magumu yake. Sasa utafanya nini kusudi urekipere tena ianze kwa 60 hata 100 na nini? Ukiendelea kutumika au unakuwa sportifu, sawa, unakimbiaga kila siku asubuhi, unatembea kila siku asubuhi, mwisho wanakuambia utilization ya moyo iko chini, wanaita pull, iko chini. Basi nini utafanya? Unajua ni kuikala. Unaacha kukimbia, unaacha kufanya sport, unaacha kazi, unaacha kuhubiri kwanza, uikale chini, upumzike, ulale kwa kitanda, usifanye chochote, unywe maji na unalala tu. Basi nyuma ya siku 3, siku 4 itaanza kupanda tena kidogo kidogo. Unasikia nini nilikwambia? Uguse masikio. Na ni vile itakuwa. Mnajua kama tunafanya kazi hivi, watu wengi wanasema, leo tulibarikiwa kabisa, leo haleluya, amina, amina, na mnarudia mkono sana, leo. Mwenye alikuhubiri alipoteza energy ya ajabu. Mbele ninafika hapa, ninapima ngapi? 62. Sasa tunaenda nyumbani, nikikubeba niende nipime, itakuwa ni 51 au 50 bure. Ikifika 52, maana yake sikutumia nguvu mingi. Nikiendelea tena utashuka tu. Na nani nimwambia huyu, ukamate releve leo, sababu sielewe. Lakini sasa ninamaliza kupima, nasema nguvu kidogo hiki, tena kuitumikisha. Ndio maana ninasimama. Sasa Yesu atatubeba kule kwake. Ule wakati wa baragumu ni kwenda kusema pipita, ingia katika raha ya Bwana wako, pumzika. Tutabaki pale kwanza sisi tuliomtumikia Mungu katika mapumziko makubwa. Tuko tunavuta hewa ya mbinguni na kusikia harufu ya Yesu, kusudi mwili urekipere. Na baadaye ya ile miaka nilisema juu ya mamlaka na madaraka, wale ambao watapita kwa kipimo, na kipimo kinawakamata bien. Kuna yulu zile taji, nilimwambia nitaonyesha hapo 5 zenye zinaandikwa Agano Jipya. Wale watakaopata zile taji wakati tunashuka na bwana harusi kuya kufunga shetani, umwacha tutose, lakini naye kuna wakati tutasimama, tunaona vile Bwana anamseta. Malaika anasema funga ule mbavu, ingiza ndani ya prison miaka 1000. Wakati wa miaka 1000 tutakuwa tumepewa madaraka na mamlaka, tunatawala pamoja na Bwana. Mungu awabariki. Zaidi ya yote atuwezeshe kupiga vita vilivyo vizuri. Karibu pamoja kila mmoja. Bwana utusaidie kupiga vita vilivyo vizuri. Tusiwe watu wa uregevu kabisa, bali tusimame na ujasiri wote, tukijua kwamba mbele yetu tunakuwa taji, tukijua kwamba mbele yetu tunakuwa malipo. Utusaidie Bwana, ututie nguvu. Bariki mtumishi wako aliyefikisha maneno haya, ili kwamba kesho tena mjaze uwezo na mamlaka, apate bila mwanzo kusema na taifa lako. Kwa jina la Yesu bariki kila neno ya Bwana.